Ni Jumapili nyingine tena mtazamaji wa ITV, tunakutana katika tamasha la michezo kuweza kutazama mengi ambayo yamejiri na kuchomoza katika viwanja mbalimbali. Kubwa juma hili imekuwa ni pamoja na timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys mara baada kupata taarifa za kufuzu kuelekea fainali za mataifa Afrika chini ya umri huu ambazo zitafanyika Gabon, wakapata mwaliko kuelekea bungeni Dodoma ambapo walipata mapokezi mazuri huko. Lakini mbali na hilo, yapi yanahusu mustakabali wa michuano ya kimataifa, ikiwemo michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambapo Tanzania tunawakilishwa na Young Africans pamoja na KVZ kule Zanzibar. Lakini pia ufahamu yako mashindano ya kombe la shirikisho nayo pia weekend hii yanaendelea kwa Zanzibar, mwakilishi wake anaendelea kwa bara kwetu huko Zanzibar, anasubiri kuanzia raundi ya pili kutokana na mafanikio aliyopata katika mashindano yaliyopita, nikiwa na maana ya klabu ya Azam. Lakini mbali na hilo, hapa inahusu ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imeendelea pia katika viwanja mbali ikiwa mchezo wa mnyama anayetisha mwituni pengine kulikote dhidi ya mabwana jela kutoka Mbeya Tanzania Prison. Lakini hapa inahusu pia mchezo wa kikapu ama basketball ambapo ligi rasmi ya mkoa wa Dar es Salaam imeanza katika uwanja wa ndani wa Taifa. Bila shaka hapa inahusu pia mchezo wa sanaa mapigano. Iko makabila mengi ya mchezo huu, lakini tumetazama zaidi katika mchezo wa taekwondo ambapo ubalozi wa Korea kupitia msaidizi wa balozi alizindua mashindano ya balozi wa Korea ambayo yalifanyika Kigamboni yakihusisha kada mbalimbali ukiwemo wanafunzi wa vyuo vikuu. Naam, lakini pia tutaangalia katika habari za kimataifa. Lakini kubwa zaidi mezani hii leo tutajadili juu ya mustakabali wa changamoto ambayo wachezaji wa Tanzania ambayo wanakutana nayo pindi wanapokwenda kucheza soka la kulipwa ama kutafuta timu kwingineko barani Ulaya na kwingineko barani Afrika. Nakualika dimbani kwa raha tele kabisa ni mwana michezo wako Amri Masare. Nikwambia karibu ungana nami, lakini siko peke yangu, niko na jopo kama ilivyoada. Tamasha la michezo yupo Sebastian Koloa, mzee wa Sports Gazette. Jumatano nakutana naye saa 1 kamili mpaka saa 1 na dakika 30 kwa lugha ya Kiingereza Capital Television. Lakini tunaye pia studio hapa Hamedi Kivuyo katika vipindi mbalimbali vya michezo Radio 1, Stereo, Capital Radio na ITV. Unapata fursa ya kukutana naye. Mgeni studio tunaye Abbas Pira kwa ambaye amepita katika academy mbalimbali ikiwemo academy ya klabu ya Chelsea kule nchini Uingereza, ambapo atatueleza uzoefu wake, changamoto na Watanzania pengine wangapi ambao amebahatika kukutana nao wakiwa katika harakati za kutafuta mkato kila siku kupitia michezo huko ng'ambo. Na karibu mtazamaji katika tamasha la michezo. Moja kwa moja mtazamaji, tuanzie kunako kubwa mezani juu ya changamoto ambayo wanakutana nayo wachezaji wa Kitanzania pindi wanavuka mipaka ya Tanzania kwenda kutafuta nafasi ya kucheza soka la kulipwa. Abbas Pira, karibu sana katika tamasha la michezo. Kwanza, Tanzania mwenyeji wa wapi? Bwana, mimi nimetoka Tanga. Tanga ndio nyumbani. Tanga ndio nyumbani. Barabara ngapi Tanga? Bwana, Tanga barabara 3. Barabara 3. Yeah. Naam, sasa Tanga uliondoka ukiwa na umri gani kwanza? Mimi niliondoka Tanga na miaka 17. 17 ukiwa mdogo sana. Wakati huo ulikuwa unajihusisha na soka katika klabu gani? Mimi nilitoka klabu ya Coastal Union ya Tanga miaka 2002, 2003, 4 mpaka 5. Nilikuwepo chini ya marehemu Zakaria Kinanda, kina Alphonse Mlima, kina Saidi Mwando, kina Mwarami Muhammad Shilton ambaye ni coach, goalkeeping coach wa Serengeti Boys. So nimetoka Coast kwenye generation ile, ilikuwa mdogo sana. Okay, na wakati huo sasa ulikuwa unacheza nafasi gani ama ulikuwa bado unachagua rasmi nafasi ya kucheza katika soka? Mimi nilikuwa goalkeeper. Okay. Na hata ukiangalia kina mchezaji kama aliontoa Coast ambaye kuna mtu anaitwa Joseph Lazaro. Ndo ambaye alipandisha African Sports miaka miwili iliyopita. Yeye ndo alinitoa kuna shule moja tu Patlal. Ndo akanipeleka Coastal Union. Patlal. Yeah. Okay. Wewe ilikuwaje ukaanza kuwaza siku moja na kwenda nje? Mimi nilipomaliza shule nikaenda Uingereza kimasomo. Okay. Sasa nimefika 2006 hiyo. Nimefika London, mimi nikaanza kucheza mtaani. Basi nimekwenda siku moja nikakutana na scouts wa Chelsea. Kule ulikuwa unasoma shule gani? Nilikuwa University of Wales. Okay. Niligraduate pale degree na masters ya biashara. Sasa wakati nacheza pale nikakutana na scouts. Wakaniambia, bwana wewe umekuja kufanya nini hapa? Nikamwambia nimekuja kusoma.
Wakasema okay, mpira, kama mpira hobby. Akasema wakanambia okay, kwenye mpira ukikuwa mdogo kuna kitu tunaita long term player development. Unajua kwenye mpira kuna courage, kuna commitment, kuna growth, kuna maturity na kuna development. Unajua sasa wao walitaka, walishaona growth yangu, walishaona maturity yangu, washaona tactically, physically na psychologically niko vizuri. Wakataka kuniingiza socially, maisha ya kifahari ya mpira kini maalumu. Wakanitoa pale, wakaniambia ondoka nyumbani tuende academy. Nikapelekwa kwenye academy moja inaitwa Football CV Academy. Nilikuwa na Chris Smalling wa Manchester United ambaye ni captain. Baadaye pale mimi nikafanya trial, nikawa mchezaji bora kwenye county ya London, Middlesex. Alafu CV DVD zangu zikapelekwa Chelsea, nikapelekwa Birmingham City, MK Dons, Colchester United na Leyton Orient. Sasa zilipelekwa kwa academy kujaribu kama nafasi itatokea wapi. Bahati nzuri kote kukafunguka. Kote nikaitwa. Nikapelekwa Chelsea, mimi ni Mtanzania wa kwanza kucheza Chelsea. Na Mtanzania wa kwanza kucheza Birmingham City, MK Dons, Colchester United. Twende kwa hapo Chelsea. Chelsea ilikuwa mwaka gani kwanza ulipata nafasi ya kuitwa pale? Nilikwenda 2011. Na ilikuwa ni academy ya age gani? Miaka gani? Maana nafahamu wana miaka wale under 16, under 18, under 20. No, mimi sijapelekwa kwenye academy. Okay. Mimi nilipelekwa pale as a Chelsea trialist. Okay. Baada ya kuwa mchezaji bora kwenye county ya London. Okay. Kufika pale mimi nika-train Stamford Bridge, nika-perform dakika 45 za mwanzo kwa sababu ni 45 minutes. Ukiperform unapewa another 90 minutes kuperform. Nika-perform, baadaye 45 minutes nyingine nika-perform, nikaitwa pembeni, nikaambiwa utakuwa academy kwa muda. Baadaye everything went well. Baadaye ikaja wakati wa work permit sasa. Ilikuwa mwaka gani kwanza hapo, tusimwache mbali mtazamaji? 2011. Okay. 2011-12 season ilikuwa chini ya Carlo Ancelotti. Basi baadaye mimi ikapelekwa passport yangu kwenye uhamiaji, immigration. Ikatokea tatizo kwenye work permit kwa sababu Tanzania ilikuwa haipo kwenye 70 bora kififa na mimi kutocheza national team kwa percent fulani. Sio ilikuwa mpaka sasa hivi haipo. Mpaka sasa hivi kwa sababu hivi sasa Tanzania tuko nafasi 158. Mara baada ilitoka juzi. So baadaye ile work permit sikupata. Lakini wale wakaniambia kama tactically uko vizuri. Una good balance, una organization nzuri, una focus nzuri. Okay, sasa kabla tujakwenda kwenye masuala haya ya namna ambavyo wenzetu wananufaika kwenye masuala ya kiufundi ya soka kutokana na academy zilizopita, nilitaka kufahamu wakati unakwenda ulimkuta Adamu Nditi Chelsea? Yule baada nilikuja kumjua baadaye. Nilikuja kumjua baadaye sana baada ya watu kusema bwana mitandaoni, unajua ndo nikaanza kumfuatilia lakini kwa simjui pale. Baadaye ndo nikaja nikamsikia bwana huyu ni anachezea klabu ya Chelsea, alitoka Zanzibar, kitu kama hicho. Ndio ilikuwa hivyo. Sebastian Kolo, umesikia kidogo namna ambavyo Abbas Pira amezungumza. Yaani kilichomsaidia ni kwamba alienda kusoma. Unajua wenzetu kwenye michezo elimu inachukua part kubwa sana kuliko vitu vingine vidogo vidogo. Unajua soka sio kama muziki. Michezo sio kama muziki. Mwanamuziki anaweza kuimba mpaka anazeeka, anakuwa babu kabisa na nini na vitu kama hivyo. Lakini muziki una muda, mpira una muda wake. Ikishafika miaka fulani, magolikipa kidogo wana advantage. Goalkeeper anaweza kwenda mpaka miaka 40 na tunaona yule wa anacheza mpaka miaka 44. Tunaona Buffon. Kwa hiyo wao afu sasa kama alivyosema, wao tunasema goalkeepers are like fine wine. Yaani magolikipa ni kama wine. Wanapozidi kukua watu wazima ndio wanazidi kuwa na experience na ndio wanazidi kuwa wazuri. Lakini bado na wenyewe wana limit yao. Ikishafika miaka fulani unakuwa huwezi tena kucheza soka. Si ndivyo? Sasa unatakiwa uwe na kitu ambacho unaweza kufanya kama ndugu yetu alivyotuambia hapa kwamba yeye amesoma biashara. Kwa hiyo ukiachilia mbali nafikiri atatuelezea kama kwenye soka pia alisoma chochote au nini. Ukiachilia mbali elimu nyingine ambayo unaweza kuipata ambayo ni ya michezo kwa sababu hicho ndio kitu anachokipenda. Tayari yeye ana kitu kinachohusu biashara. Kwa hiyo akimaliza soka lake anaweza kuendelea na shughuli zingine. Ndio maana wenzetu wanafanya hivyo. Sasa hivi una miaka mingapi? Mimi na miaka 28. Una miaka 28. Kwa nini hujafanikiwa kucheza ligi kuu soka ya England? Ama hujawahi kucheza ligi kuu soka ya England? Tunafahamu hatuwezi kucheza zaidi Tanzania hata sasa hivi. Au mchezaji anang'ara namna gani kucheza hawezi kwa sababu tuko nafasi ya 158 ndakiwa chini ya 70 ndio aweze kucheza ligi kuu soka ya England. Ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili umefanikiwa kucheza huko? No, kwa sababu mimi nilicheza League 1, nilicheza Conference League, nilicheza Diamond League,
Unaona? Mimi kama nilivyokuambia work permit sio ya Premier League tu. Work permit ni ya Division 1 pia, Division 2 pia. So it's England together. Mfano ndakupa Victor Wanyama hakuingia England moja kwa moja, aliingia Scotland. Mariga alikosa work permit ya Man City kwa sababu ya Kenya. Lakini tuache timu za Afrika. Umenipata? Tuangalie Brazil. Sawa. Arsenal walimnunua mchezaji kutoka Brazil, kutoka Valencia. Jina lake si Bellerin kama sikosei, kama vile sikosei, unajua. So yule hakucheza Brazil kwa pasenti fulani. Umenipata? Alikataliwa work permit. Umenipata? Ikabidi Arsenal waende kwa serikali kuzungumza nao. Ikabidi serikali ikubali kwa sababu walimnunua for 20 million. So ni price iliyompa contract. Umenipata? Negotiation ile. Umenipata? So ukiangalia sio Tanzania tu. Lakini kwa nini kwa mfano mchezaji kama huyo anamzungumzia Brazil, tunafahamu yuko katika 10 bora ya FIFA ranking, ambaye naweza nikasema ni zaidi hata ya England katika soka, na alikuwa anacheza Hispania. Hispania na wenyewe hapo katika 10 bora ya FIFA ranking. Kwa nini walikuwa wanamnyima work permit? Kwa sababu hakucheza Brazil kwa pasenti fulani. Lazima ucheze timu yako ya taifa kwa pasenti fulani, 30% au 40%. Umenipata? Sio 70 bora tu national team. So kuna category mbili. Lakini ukiangalia Samata, kwa nini kaenda Belgium? Kwa sababu anajua Samata kaenda Belgium sio kwa sababu work permit, kwa sababu ya philosophy of football ya Tanzania na tactics of football ya Tanzania na Belgium. Expectation ya performance kidogo kule kuna maturity fulani. Umenipata? Expectation ya kucheza high level football ya England ni kubwa. Sasa wewe hukupata nafasi ya kucheza kwa sababu kupewa work permit. Moja ni kwa sababu Tanzania iko chini ya 70. Ulichezaje hiyo Diamond League umetaja? Okay. Ukiwa kwenye academy kuna visa maalum unapewa ya sports. Mimi nilipata visa maalum ya sports. Umenipata? Sasa as a trialist, not as a professional football player. Psychologically I'm a professional football player. Umenipata? Lakini by paper hauwezi kuandika vile. By look inaonekana. By paper huwezi kuandika vile. Kwa sababu law haitakuruhusu wewe ya England. So hiyo ndio kwa tofauti. Kivuyo. Seba na Abasi wananikumbusha nani, kuna mchezaji mmoja nafikiri kutoka Burundi 94 mpaka 98 alipita Tanzania. Hivi sasa alikuwa miaka miwili iliyopita alikuwa anavuma sana Ufaransa. Nonda Shaban Papi alipita hapa. Kwa kuna nchi nyingine wachezaji wanakwenda sio kwa sababu tu wanaenda kuendeleza soka, ni kwa sababu wanapita. Ni kwa sababu gani? Basi kwa sababu mosi, sheria, hasa sheria za Tanzania. So unajua haturuhusu uraia wa nchi mbili. Lakini kuna nchi ambazo zinaruhusu uraia wa nchi mbili. Kwa sababu wanaangalia, unaweza kaenda ukajitambulisha wewe bwana ni raia wa Ufaransa. Una uraia wa Ufaransa na Tanzania ama Sweden. Inaweza kukupa advantage kama mchezaji. Kwa sababu hutoki Tanzania pekee, kuna nchi fulani umezipitia. Sasa kwa sababu kwetu haturuhusu hilo, unakuta wachezaji wetu wengi sana wanafeli, kusema kweli wanapata wakati mgumu sana. Hilo ni mosi. Lakini la pili ni kuhusiana na Abasi analenga tu, ni wachezaji wengi sana wako nje ya Tanzania wanacheza mpira ambao ni wa Tanzania, isipokuwa mfumo hauruhusu wao kufahamika huku kwetu. Wanacheza vilabu vingine labda ni vidogo, lakini kwa ile nchi waliopo sio ndogo, wana uwezo. Wengine wameondoka hapa kwa njia za Magumashi, wametoroka. Sasa hawawezi kutaja moja kwa moja kwamba wamepita njia za panya. Lakini mtu ukicheza hata daraja la kwanza Sweden ama Ufaransa, kwa Tanzania unaweza kucheza national team. Hilo linawezekana kabisa. Unaweza kucheza hata national team. Ila kuna vitu fulani hivi ambavyo Abasi atanifafanulia. Lakini pia upande wa mawakala kwa hapa kwetu unaona kuna mawakala wachache sana ambao wanatazama wachezaji. Hakuna wakala ambaye anaweza akaingia mfukoni akamgharamia mchezaji, anajua mchezaji mpaka akue atakuja kuwa na talent, atampeleka sehemu fulani na akarudisha gharama zake. Hiyo ni kitu cha tatu ambacho kinawaangusha wachezaji wa kwetu. Huyu atanisaidia zaidi mawakala wa Tanzania kama mwae kukutana nao. Kusema kweli ni ngumu sana. Wanajitokeza mawakala, mchezaji keshakuwa mkubwa. Ameonekana kabisa tayari sasa hivi anauzika. Ndio mawakala wanajitokeza. Lakini wale chimbuko kabisa kumuibua inakuwa ni ngumu. Tofauti na wenzetu watatupa experience kwamba kuna mawakala ambao wapo tayari kabisa kuibua mchezaji na mpaka wanafika mbali zaidi. Lakini issue nyingine ni Abasi atanieleza kuhusiana
kuhusiana na experience kule kwao walipo. Ni nini sasa kinaendelea? Sawa, umekwama pale. Kwanza utanipa wasiwasi kuhusiana na kimo. Kwa sababu ni goalkeeper, lakini sifa ya goalkeeper tunaona wengi ni warefu, wana vimo vikubwa sana. Kimo hakijawahi kukuangusha bwana ukaambiwa bwana kimo cha huyu goalkeeper basi bwana naona kama ni kidogo sana. Hiyo ni mosi, lakini la pili ni nini kinafuata sasa? Kwa sababu kweli sasa hivi tuko 158, tumetoka kwenye 156 juzi, tumedrop mpaka 158, tunazidi kwenda tunazidi kushuka zaidi. Sasa ni nini sasa? Kwa sababu nini kinafuata hapo kwako? Kwenye mpira kuna strategy ya football. Nitakuanza nyuma kidogo. Kuna hierarchy ya football, kuna philosophy ya football, kuna formula ya football, na kuna culture ya football, na kuna organization of football agent. Umenipata? Sasa kuna mpira kwa mchezaji tunaita long term player development. Juzi wakati nahojiwa ITV wakasema Serengeti Boys wakifika miaka 18 what next? Umenipata? Lakini kuna strategy ya football, kuna kitu tunaita long term player development. Lazima iandaliwe organization ya agent ambayo serikali na federation ya nchi itagharamia, itawapay agents kutoka nje. Nisikilize vizuri. Ukishawapay wale agent wanakuja Tanzania, inafunguliwa organization. Mchezaji anakwenda kwenye organization, anatoa DVD yake, anatoa CV yake, analipa organization. Organization inamlipa agent, organization anampa CV agent. Agent anaitizama, anaipeleka Sweden, Denmark, France, Greece, wale wanashughulikia. So inakuwa ile nchi na organization wana communicate. Umenipata? Likitokea lolote a trial au kapendwa straight away kukusanya mkataba, inatuma maombi kwenye organization. Organization inamjulisha mchezaji. Ikishamjulisha inaambia okay, umechaguliwa timu fulani kusajiliwa, tunaondoka. Ile inasaidia final process. Ile inasaidia mchezaji atoka Jombe, atoka Mbeya, ana talent, ana CV yake, ana DVD yake, hakucheza Simba, Yanga na Azam na Kagera Sugar, kacheza academy tu, anakuja pale analipa, inapelekwa kule. Inakuwa ni rahisi kwa sababu sisi sasa hivi tuna individual agent. Individual agents inakuwa ni vigumu kwa sababu mtu wa Njombe, mtu wa Mbeya hamjui yule. Lakini organization ikikuwepo ya agent, pale sponsors watakuwepo, media itakuwa kwa spotlight ya organization ya agent, inakuwa final process nzuri. Ndio maana Serengeti Boys wakifika miaka 18, unaona ni CV kubwa kwao kwa sababu mchezaji wa Serengeti Boys sasa hivi CV yake amecheza South Korea, amecheza tournament India, amecheza AFCON, anacheza na Misri. Ile ni CV tayari kubwa. Automatically, tactically, physically, psychologically, socially CV ni kubwa. Tactically yuko kuna manager kama Kim Paulson. Unaona kamfundisha mambo mengi. Kacheza AFCON, kacheza high level football. Ndio maana nikakutajia kuna strategy ya football kwa mchezaji, kuna long term player development. Kuna mpira, kuna courage, commitment, growth, maturity, development. Serengeti Boys wako kwenye development. Umenipata? No. So inakuwa rahisi kuondoka. Sasa aliuliza ile swala la mawakala amegusia. Kivuyo alichagiza hapa swala la kimo chako wewe. Na nini kinafuata sasa katika ulimwengu wa soka? Una miaka 28. Bado unatafuta timu ya kucheza? Niko kwenye process ya kukamilisha deal yangu Sweden, Denmark, France na Belgium. Wakala wangu yuko kwenye final process. Nitajua baadaye. Wapi ambapo wewe umeona kwamba kuna nafasi kubwa? Ni Belgium na France. Okay. Kwa sababu competition ni mimi napenda competition, najua. Kwa sababu mimi as a goalkeeper, sio kwa sababu muona Bwana Samata yuko Belgium, kuna na uende Belgium. Itakuwa vizuri kunisaidia hali ya hewa kule. Kwa sababu ukiangalia kwenye mpira kuna kitu tunaita distribution footwork, ball skills, height, elevation, tall, large, physical imposing keeper. Mimi sio tall, lakini mimi ni large na physical imposing keeper. Umenipata? Kwenye goalkeeper kuna balance, kuna acrobatic saves, kuna shot stopper, kuna courage, kuna power, kuna class. Mpira kwenye goalkeeping kuna balance, goalkeeping drills, unaona. So tactically hata kama nina tatizo la height, lakini kwenye saves na balance na communication na focus na attitude na discipline na combination play yangu na defenders ni nzuri. So sometimes hawawezi wakakujudge kwa sababu ya height. Wanaangalia talent,
pia. Naam, Sebastian Koloa. Kuna kitu kingine unajua Uingereza tena hii kitu kitawakosa sana hapa kwenye hii Brexit baada ya kujitoa kwenye umoja wa Ulaya. Wao walikuwa nchi zote za Ulaya zilikuwa ambazo ziko kwenye EU, yani European Union, kwenye umoja wa Ulaya. Walikuwa wamekubaliana kwamba kwenye wachezaji, kwenye transfer ya wachezaji hawahitaji work permit nafikiri. Si ndivyo? Naam, hawahitaji work permit. Wachezaji wote wa Ulaya. Itawakosa hizo sababu wamejitoa kwenye EU. Lakini in the meantime ni kati ya vitu ambavyo vinasababisha sana wachezaji, nafikiri nataka kujaribu kwenye swali lako. Kwa sababu umenikumbusha na hata idadi ya wachezaji wa kigeni, kwa sababu sasa wao watakuwa ni wageni wanapokwenda sehemu nyingine. Sasa niko hata nielezee kwenye ile swala la Brazil alipomzungumzia mchezaji wa Brazil kwenda Arsenal. Kati ya vitu vinavyokwamisha sana wachezaji kutoka nje, sio Tanzania tu, nje ya umoja wa Ulaya ni hilo swala kwamba wao, tunaona Gabriel Jesus ameenda Man City lini? Amechukuliwa kabla hata Guardiola hajaenda Man City. Alikuwa tayari ameshamsajili. Yaani wakati tu ameshatangazwa, wakati bado yuko Bayern Munich alishamchukua, lakini ameanza kucheza baada ya transfer window, umeona? Kwa sababu ndio permit yake imeruhusiwa. Lakini kitu ambacho kingine ambacho nimekinotice hapa ambacho labda ni vizuri tukakipoint out. Naam. Ni kwamba hivi vitu sasa inabidi tuvifahamu kwa undani. Tusivichukulie juu juu. Kwa sababu hizi process ni ndefu kuliko tunavyochukulia. Umeelewa? Tuangalie safari ya Mlishongasa kwenda West Ham. Kuna mtu alimuona, kampeleka, akafanyiwa trial, akarudi ameshindwa. Alivyorudi ikawaje Yanga Simba, Azam nini ghafla yuko Mbeya City. Umeelewa? Kwamba tunategemea mchezaji kutoka West Ham aende basi angalau hata Ufaransa, aende angalau hata South Africa, aende hata wapi. Unaelewa? Yaani ni vitu ambavyo ndio vitu sasa ambavyo tunabidi tukae tuvifikirie sasa hivi. Hivi kushiriki kucheza ligi England, unafikiri ndio kilele cha mafanikio? Na ninajiuliza maswali haya kwa sababu tunaangalia hata kwenye top 4 katika rank za FIFA England haipo, sio? Katika top 4 ya ligi sasa. Ngoja. Top 4 ya timu ya taifa sawa. Wapo kidogo Chile wanakuja angalau upo ligi maarufu zaidi. Ndio ligi maarufu ndio. Kwa hiyo watu wanang'ang'ania kucheza kwenye ligi maarufu lakini sio ambayo ina kiwango kikubwa cha soka. Kwa hiyo nafikiri ngoja ngome kitu kimoja. Kuna England kuna kitu tunaita culture of football. Wao wana utamaduni wao wenyewe wa football ambao inasema culture of football is equal to preparation, is equal to confidence, is equal to performance, is equal to winning titles. Wao wanataka kutengeneza talent yao wenyewe, wachezaji wao wenyewe, kusudi soka lao likue kwa wachezaji wao wenyewe. Spilo ndani kwa hiyo inakuwa muda anatukimbia kidogo hapa. Producer wangu ananiambia wakati tunakwenda Jojo. Umesema unasubiria sasa taarifa za mawakala wako kutoka Belgiji ama Ufaransa unaweza kwenda kucheza huko. Ni club gani? Ni very confidential kutoka na contract uruhusiwi kusema mambo kwa sababu utakuwa kuna nje ya contract ambayo hairuhusiwi. Na hata ukiangalia hata juzi pia kulikuwa na scandal moja ya Farid Musa, hii mambo confidential, uruhusiwi kusema mambo ya mkataba nje mpaka yakamilike. Okay, lakini club sio mbaya kusema bwana club fulani. Huwezi kusema. Siruhusiwi kusema. Labda amesoma chochote kuhusu soka na pengine kama jajibu nitaka kidogo maswali mafupi. Tajibu ile la Seba tulikumbuka. Kwa nini national team hujacheza na tangu 2012 mpaka 2017 ni miaka takriban 5 sasa? Unajua lazima tujue pia kwa national team important of organization international player. Umuhimu wa international player. Wewe kwa nini hujaitwa kwenye national team? Mimi nafikiri bado sio mimi tu. Mimi nafikiri wengi hatujaitwa kwa sababu hatujui umuhimu wa international player. CV yangu wanayo, walikuja England kaonana na mimi, shazungumza national team coach, unaona. So nafikiri kwa sababu nao England lini? Alikuja Wales 2000 kama ilikuwa wakati wa Mkwasa, nafikiri ni muda kidogo. Mwaka gani? Yani Wales alikuja na 2011 to 2012. I'm not sure. Ilikuwa maeneo. Afu Mkwasa niliongea na mwaka jana, kaongea Madadi, nikaongea na nani, wakanishauri niende kwa Peter Majika kufanya training ya na under 23 Ngorongoro Heroes ya kuitwa mwaka jana. Alafu Mkwasa aliniambia kama utapokuja nyumbani ukicheza nitakuita.
Unaona, so nafikiri ndio maana nikakwambia kama. Lakini wewe mwenyewe ulipokuja hujawahi kuona kwamba sasa timu ya taifa imeitwa kambini, ngoja niende na mimi wakanione nikafanya nao mazoezi? No, ukifanya vile mimi nafikiri I don't think ni sawa. I don't think ni sawa kwa sababu lakini wakati ni taifa lako na wewe unataka, kwa sababu inakuongezea CV pia, kwa sababu unapocheza national team, timu ya taifa wewe ndo unaitwa. Najaribu kusema nini? Namkumbuka yule mchezaji ambaye alitoka Uingereza, namkumbuka mwaka jana alikuja yule. Alikuja mwenyewe baada tena alikuja likizo, akasikia timu ya taifa imeitwa kama mara kwanza, akaenda kaonana mwalimu, mara ya pili aliposikia imeitwa akaja mwenyewe. Kwa mwalimu, naomba nione, kwa sababu mchezaji mzuri hakuna ninakufahamu, na kweli wakamjumua wakawa wanamjumuisha sasa. Lakini sasa ndio hicho alichokuwa anasema yeye kwamba sisi hatujui umuhimu wa international players. Kwa sababu gani nikwambie? International players wanaitwa kwa sababu hawa wana exposure na international. Mechi yote tutakayocheza si international. Kama tutacheza na hata Zambia au hata kama tunacheza na watu ambao wenyewe labda wana wachezaji ambao wako nje, wana exposure tayari. Kwa sisi ndio tunatakiwa tuone umuhimu. Sasa sisi tuseme kwamba kabla tujaita timu, hebu tuangalie hizi timu zetu za Tanzania. Halafu baada hapo hebu tuangalie vijana wetu ambao wanacheza nje, tufuatilie huku. Kwanza hatuna idadi ya wachezaji wetu. Nipe dakika moja. Sasa hivi juzi mimi niliongea nao, nikamwambiaje, nyie mna tatizo ya winning title manager, international camps, international tours, umenipata, na important of international player. Tatizo liko hapo. Tuna drop kila siku kwa sababu gani? Hatuna winning title manager. Hatuna international camps, international European friendlies. Sisi alipokuja Maximo, timu ilikwenda Belgium, ilikwenda Norway, ilikwenda Denmark, tumecheza na Brazil, tumewafunga New Zealand. Serengeti Boys hii imeenda international tours, ina winning title manager pale, umenipata. International friendlies ime qualify AFCON. Test, kuna mpira tunaita football language, kuna kitu tunaita test of national team. Ladha national team imeondoka. Na tuleteni hapa international winning title manager, ile test itarudi. Wachezaji wakubwa abroad wakija, test itarudi. Tukienda kwenye mpira nikakwambia tactically, physically, psychologically, socially, tactically tuna problem. Tumalizie hapo, nimekuona umevaa rangi nyingi za Jamaica. Kuanzia kofia ulovaa, ribbon ulovaa, t-shirt. Ni mpenzi wa Jamaica? No, kwenye mpira tactically, physically, psychologically, socially, mimi niko socially lifestyle. Psychological ni mtu ambaye unavutiwa na vitu vya Jamaica. Hii ni socially lifestyle ya mchezaji. Lakini akujibu swali langu la kusoma kwamba umesoma chochote kuhusu soka. Mimi nilisomea course ya FA ya England ya under 17 ambayo inaruhusu kufundisha timu yote duniani under 17. Kama tuseme kama Serengeti Boys sasa hivi unaweza kukupa wewe unaweza kuifundisha. Mimi naweza kuifundisha, lakini kama nilivyokuambia mimi sio kocha. Mimi ni mchezaji. Bado umri unaruhusu. Sio unasema ni baadaye. Hiyo itakuja kunisaidia nikiretire. Hata ukikwama kule unaweza ukaja coast ukaibu. Ya kwa sababu sasa hivi Rooney ana UEFA B, kwa sababu akimaliza anakuwa inamsaidia. Okay, unaimba muziki? No, si. Bwana mtazamaji wa TV, mchezaji wa mpira usije kadhani kwa mwanamuziki kwa namna alivyovaa. Amesema psychologically na socially, hivyo ni vitu ambavyo vinamvutia kwake. Asante sana kwa nasi katika sehemu ya kwanza ya tamasha la michezo. Tunapata break fupi, tukirejea moja kwa moja tutakwenda kuangalia habari za kitaifa. Coca-Cola. Aha, hii ni happy hour. Na umejishindia Coca-Cola ya bure. Lakini lazima uinywe hapa hapa. Sehemu ya pili ya kipindi cha tamasha la michezo, sehemu ambayo tunatazama habari mbalimbali kubwa zilizojiri katika juma zima katika tamasha la michezo. Moja kati ya jambo lilotikisa vichwa vya habari vya michezo ni pamoja na timu ya taifa vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys, ambapo walipata mwaliko katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma. Taarifa ya George Mbara inafanua zaidi juu ya ziara
ya Serengeti Boys katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakizungumza kwenye viwanja vya bunge, baadhi ya wabunge bila kujali itikadi zao wanasema timu hiyo ya vijana ili ipate hamasa ya kuliwakilisha taifa vyema katika mashindano hayo, inapaswa Watanzania wote waunganishe nguvu ya pamoja katika kuisapoti ili iweze kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Na si mara ya kwanza kujitolea kwamba posho ya siku moja kuchangia katika mambo mbalimbali. Tulijitolea katika maafa, lakini pia tulishawahi kuichangia timu ya mpira wa miguu wa wanawake. Mimi kwa kutoa hizi 500,000 na pamoja na 300,000 zile za ndani kwa itakuwa 8,500, karibu 8,500 na iko tight. Nitaongezea tena. Sitaki kutoa hadi hapa, lakini nitaongezea tena ili uwezo wa kifedha na hali isiwe tatizo. Tatizo iwe uwezo wao wa kucheza. Na rais wa shirikisho la soka nchini TFF Jamal Malinzi aliambatana na kikosi cha wachezaji hao na jopo la ufundi. Ameahidi kuwa TFF itapambana kwa kila hali kuhakikisha timu hiyo ya vijana inafanya vizuri kwenye michuano hiyo ili kurejesha heshima ya taifa iliyoanza kupotea kwenye medani za soka. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kurudi na kombe hapa nyumbani. Kwa hiyo malengo makubwa ni mawili. Kwanza, kucheza kombe la dunia India, kwa maana ya kuwa katika nafasi mbili za juu kwenye kundi, lakini la pili ni kwenda kwenye kombe la dunia. Kwa upande wake nahodha kikosi hicho Faisal Haji Makamba amejidadi kuwa atakwenda Gaboni kwa kutowaangusha wa Tanzania, kwani moto waliouwasha katika hatua za kufuzu mashindano hayo ndio huo utatumika katika fainali hizo ambazo Tanzania ni mara yake ya kwanza kushiriki. Nafikiri kama tumeweza kupita huko hakuna kitu kinachoshindikana, maana tumecheza timu kubwa, tumecheza na kiangalia Marekani, Korea, na bado tunaenda kupambana sasa hivi na Afrika wenzetu. Kwa hiyo tuna asilimia kubwa sana kufanya vizuri zaidi tulivyofanya nyuma, na imani tunaenda. Na mtazamaji, ni taarifa hiyo ya George Mbara kutoka Dodoma juu ya mustakabali wa timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17. Sebastian Nicolau, wabunge wanachangia 20,000 kwa kila mmoja, wabunge 380 kitu hivi, kama milioni 7.78 inapatikana kwa Serengeti Boys, milioni 7. Kwa kweli mimi naamini kabisa kwamba wafanyakazi wa ITV tu hapa wangeambiwa wachangie, wasingechanga 20,000. Wanaopenda michezo wowote. Na kila siku tunatumia nguvu nyingi kueleza kwamba serikali inabidi jihusishe katika masuala ya michezo. Na tunatumia na siku zote tunatumia indirect ways ambazo serikali inabidi jihusishe. Tunaelezea vitu ambavyo vinaonekana kama sayansi ya nuclear, kuelezea kwamba inakuwaje serikali inasaidia taifa, inasaidia timu zinazocheza ama michezo kwa ujumla. Lakini sasa hivi tumepata kitu kabisa cha kuzungumza, mfano mzuri kabisa wa kuzungumza kuhusu swala hili. Hawa ni watoto wetu, wako chini ya miaka 17. Mbunge kwa siku moja anapokea 300,000. Mbunge anasimama kwa nguvu kabisa, anasema si hatuwezi kutoa hela yetu ya siku moja. Mbunge Estabulaya alitoa wazo hilo. Akasema kwamba tunamshukuru kwanza dada yetu, amekuwa akijihusisha sana na masuala ya mchezo hata kwake. Kongole kwa Estabulaya. Na sio sio waziri wa michezo wala sio chochote, au sio? Lakini yeye ameona kwamba hawa ni watoto. Sisi kwani tukitoa posho yetu ya siku moja tunakosa nini? Tunalipwa mishahara, tunalipwa hiki, tunalipwa kile. Kwa nini tusitoe leo posho yetu iende ikawasaidie vijana? Kwa sababu hutoi kila posho ya kila siku, unatoa posho ya siku moja tu. Katika 300,000 wabunge wametoa 20,000 kuwapa watoto wao wa chini ya miaka 17 waende wakaliwakilishe taifa. Alafu wakarudi na kombe. Alafu wakirudi bila kombe, wabunge wetu ndo wa kwanza kusema kwamba sisi tutaendelea kuwa kichwa cha mwenda wazimu kwenye michezo. Wakati tayari nikukumbushe Seba, wakati rais wa TFF Malinzi anatangaza mkakati wa mpango, alisema wanahitaji bei gani? Alisema wanahitaji bilioni 1. Bilioni 1. Sasa hivi wabunge wetu, yani viongozi wetu ambao ndo baba zetu na mama zetu wametuchangia milioni 7 katika bilioni 1. Kwa bado kuna milioni 900 ambayo sasa sijui tunataka itoke wapi sasa. Nafikiri labda ile ilikuwa ni mwanzo. Anayosema Seba naungana naye 100%, ambaye naamini na wewe unaunga mkono kwa macho tu. Ni kwamba sidhani kama ni mwisho. Kama kweli ndio mchango wa wabunge ndio mwisho hapo,
basi ndio wameitelekeza timu. Umeridhia na spika wa bunge akatangaza 2020. Nafikiri ni kwa ziara ile. Nadhani wanaweza kuendeleza mchezo. Alafu Wachache unajua kama ni nchi kweli wakasema sio hata mimi wataongeza kwa baada kwa hatuelewi. Sikiza basi, hatuelewi bado jinsi gani hii fedha ilivyo ndogo. Hii timu imetoka Dar es Salaam. Naam. Sawa. Imesafirishwa mpaka Dodoma. Sawa. Wamelala Dodoma ili kesho asubuhi waingie bungeni. Sawa. Na wakasafirishwa kurudi Dar es Salaam. Sawa. Pesa tu iliyotumika kuwapeleka kule na kuwalisha na kuwarudisha mpaka huku, tayari tumeshakata kwenye hiyo milioni 7 yao waliotoa. Umeelewa? Hivi kweli tuache utani jamani, tuache utani katika maisha haya ya sasa hivi, ambayo hawa wabunge wanatudanganya kwamba ni magumu, kwa sababu wao wamesema hali ngumu bwana, walisema kabisa bwana, hali ngumu bwana, si hatuwezi kuwachangia 20,000. Hali ni nini? Hali ni ngumu. Lakini hawa jamani, michango ya harusi tunatoa shilingi ngapi? Michango ya harusi tu yenyewe double siku hizi inaanzia 100,000. So Dr. wakati tunakimbia tukatazame sasa ligi kuu soka Tanzania bara katika michezo iliyopigwa hapo jana, lakini leo kipute kinaendelea pia. Mnyama Simba alikuwa dimbani akiwindwa kwa udi na uvumba na askari magereza kutoka Mbeya Tanzania Prisons. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kimeingia uwanjani kikiwa na tahadhari kubwa kufuatia kufungwa na wajelajela hao mabao 2-1 huko mjini Mbeya katika mzunguko wa kwanza ligi kuu soka Tanzania bara. Alikuwa ni Juma Liuzio ndio alianza kuiandikia Simba bao la kwanza kunako dakika ya 18 ya mchezo. Lakini dakika 10 baadaye Ibrahim Wajebu akaonesha umakini mkubwa kwa kupasia kamba na kuipa Simba bao la pili kunako dakika ya 28 ya mchezo, na hivyo Simba kwenda mapumziko wakiwa wanaongoza kwa mabao 2-0. Baada ya kipindi cha pili kuanza dakika ya 68 tu ya mchezo, Lodit Mavugo akakamilisha ushindi huo kwa kufunga bao la 3 na la ushindi. Kwa ushindi huo Simba sasa imejikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara kwa kufikisha alama 51 wakifuatiwa na Yanga wenye alama 49. Lakini nafikiri sasa tunajipanga sana kuweza kupata ile, tunaangalia sana kwenda kung'ania ubingwa. Hii ndio muhimu sana sasa, kwa sababu tunajua baada ya mwisho wa siku pengine magoli zinaweza kuamua champion. Unajua mpira una mambo mengi. Kwa niseme mistake tulizofanya leo zimeweza kuwazalishia magoli vijana wetu wa Simba. Lakini niseme hata hivyo tuangalie na ratiba ilivyo, kwa sababu timu yangu leo imepata uchovu mkubwa. Tumeondoka kule sisi kwa Jumatano, tumecheza mechi kwa Jumatano, Alhamis, Ijumaa, Jumamosi tutacheza mechi. Ukiangalia Simba wamerelax sana toka mechi ya Majimaji. Na hata hivyo sisi tena tunarudi tena kesho kutwa tarehe 15 tunaweza na Kagera. Hebu itizame Prison ikoje hapa. Ratiba ambayo imetubana sana. Tukiondoka huko kunako wekundu wa Msimbazi Simba na mabwana jela, tutazame juu ya mustakabali wa mchezo wa taekwondo ambapo Jumaa yalifanyika mashindano ya balozi wa Korea ya mchezo wa taekwondo. It is my great honor and privilege to officially announce that the first Korean Ambassadors Cup Taekwondo Pumse UAUT Championships 2017 is officially open. Thank you. Tanzania wanayo uwezo kubwa sana, hata masomo, hata michezo, mambo yote tayari. Lakini shida ni wananchi hawaamini mambo haya. Kwa hiyo tunataka kuonesha uwezo wa Tanzania hapa. Kwa hiyo tukionyesha mambo ya njia kidogo tu, vijana wetu watashinda kabisa. Kubwa kabisa ambalo juma hili limetikisa ni juu ya bondia Mohamed Rashidi Matumla ambaye alipigana mwishoni mwa juma lililomalizika dhidi ya bondia Mfaume ambapo alipigwa kwa KO ambayo ilimsababishia kukimbizwa hospitali ya Temeke kisha hospitali ya Taifa Muhimbili na kulazimika kufanyiwa operation ya kichwa. Anaendeleaje na wadau wanasemaje juu ya mustakabali wa hali yake? Taarifa za kitabibu zinasemaje juu ya tatizo ambalo limemkabili Mohamed Rashid Matumla?
Bondia Mohamed Matumla amefanyiwa upasuaji wa kichwa kutokana na maumivu aliyoyapata baada ya kupigwa na bondia Mfaume katika pambano la ubingwa wa Afrika Mashariki na TPBC lililofanyika katika ukumbi wa ndani wa Taifa jijini Dar es Salaam. Daktari wa hospitali ya Muhimbili amethibitisha kuhusiana na tukio hilo lililotokea katika pambano hilo. Upasuaji huo ulifanyika kwa mafanikio makubwa na ulifanywa ukiongozwa na jopo la wataalamu wetu wazalendo 5 kwa muda wa takriban masaa 3. Baada ya upasuaji huo tumejiridhisha kwamba Bwana Mohamed Matumla yuko salama na ameondolewa katika hatari ya kupoteza maisha. Bondia huyo anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Taifa Muhimbili iliyopo jijini Dar es Salaam. Naye rais wa TPBC cha Ulembo Parasa anatujuza hali ya bondia huyo ikoje. Tumempeleka hospitali na sasa anaendelea vizuri. Kwa mujibu wa daktari, ametoka kwenye ile hatari wanasema, ambaye hatari yenyewe ya kupoteza maisha kama ya kidaktari wanavyosema. Lakini sasa hivi yuko kwenye hali nzuri, anaendelea kurecover. Kwa hiyo sisi kama TPBC tunamwombea Mungu na tunaomba na Watanzania wengine wamuombee ili aweze kupona. Bondia Mfaume yeye anasema kuwa mchezo wa ngumi ni kama michezo mingine. Hakujua kama ngumi aliyompiga bondia mwenzake ingempeleka hospitalini na tatizo likawa kubwa kiasi kwamba afanyiwe upasuaji. Kwamba hii inaweza kumtokea bondia yote, si Mohamed Matumla peke yake. Yaani ile ngumi ambayo alokutana nayo Mohamed Matumla, yani hata kama mechi ni kama ndio ingenikuta mimi, ile ilikuwa haina ujanja kwa sababu ilikuwa ni ngumi kali. Na siku zote ndio maana tunasema katika mchezo wetu wa boxing kidevu hakina mazoezi. Ndio maana mtu unamwona muda mwingi anaweka guard, analinda kidevu chake. Kwa hiyo ina maana ule ni mchezo, na namshukuru pia baba yake. Nilivyoenda Muhimbili ni kweli baba yake kweli ni champion. Maneno aliyoniambia nikaona kweli familia ni ya wana Masumbu, aliongea maneno mazuri. Bondia huyo anawajuza wengine wakae kando na yeye kwa maana ana ngumi kali. Kwa hiyo kazi kwenu sasa mnaotaka kukutana naye. Mabondia wa Tanzania wawe makini ninapozungumza hivyo, kwa sababu ngumi mimi ndo maisha yangu, ngumi mimi ndo kazi yangu. Ndio maana kwenye ringi na kwa kama mnyama. Ndio maana hivi kama sina mechi huaga wanaongea mengi tofauti, lakini mimi naona poa. Mimi siongei, mimi nafanya kazi kwenye ringi. Kwa hiyo wawe take care. Na sio kwamba hichi kilichotokea mimi labda nimelizika au vipi. Mimi nimeanza mazoezi toka juzi. Bondia atakuwa nje kwa takriban mwaka mmoja kwa mujibu wa taarifa ya madaktari. Lakini wakati bondia Mohamed Rashid Matumla, Mwenyezi Mungu akimjalia kuzidi kupata ahueni mara baada ya kufanikiwa kwa operation yake, bondia Fadhili Majia Mtanzania ameshinda kwa pointi nchini Kenya baada ya kumtandika mpinzani wake Gabriel Ochieng kwenye pambano la ubingwa WBA na kurejea na mkanda nyumbani. Naye bondia Fadhili Majia ameshinda kwa pointi nchini Kenya baada ya kumtandika mpinzani wake Gabriel Ochieng kwenye pambano la ubingwa wa WBA na kurudi na mkanda hapa Bongo. Fadhili Majia anafunguka ilikuwaje katika pambano hilo. Nimetoka kumpiga bondia mkubwa Kenya anaitwa Gabriel Ochieng. Kwa hiyo naambia kabisa Tanzania, ndugu zangu, kaka zangu, baba zangu, mama zangu, wanipe support kwa kila hali, kwa sababu mwenyewe tunaona tunavotrain hapa. Mimi ni bondia mkubwa, napambana mapambano makubwa, nishacheza mapambano makubwa. Nishacheza Marlon Tapales, Pungu Yang, nishacheza Manuel Naijala. Kwa hiyo mimi ninachokipendekeza mimi bwana ni support tu, watu support. Hawa viongozi wa ngumi wasiangalie huyu bondia kwa sababu bondia kwa wao kuchukulia maslahi. Hapana, wao chukulia kabisa huyu bondia wetu. Mimi sio bondia wa Kenya wala sio wa Uganda, sio wapi. Mimi ni Mtanzania. Kwa hiyo usiponi support mimi utakuwa bado unapoteza nguvu yako. Kwa hiyo nachoomba mimi wanisupport ili nifike mbali na nifanye vizuri. Mafanikio yangu mimi ndio mafanikio ya Tanzania wote. Vilio vetu sisi tukishasema serikali tunapiga kelele ambazo hazina msingi kiukweli. Ila hawa wanaoshikilia uongozi wa mambo ya vyama vya ngumi, waache propaganda gari zao bwana, waache kufanya kazi, wasaidia watoto. Kwa sababu mwisho siku wao wanagombana inategemea inapelekea mpaka watoto wanakuwa wafanye vizuri, kwa sababu hakuna watu ambao wanaweza kujitokeza kimsingi kuja kuwasupport hao, kwa sababu wao wenyewe tu hawako sahihi. Mimi naamini Watanzania tunaweza, iwe isiwe, kwa kuwezeshwa au hatujawezeshwa. Sisi Kenya tumeenda kiugumu, unajua. Tumesafiri na basi,
tumekwenda kule mazingira, japo tulipokelewa, lakini mazingira yalikuwa sio mazuri kivile, lakini kwa sababu sisi tumefanya mazoezi na tumejiandaa kwa ajili ya ile mechi, tumefanya vizuri. Naomba sana wadau wa ngumi, tunavokuwa tunawaambia viongozi wa ngumi, tuwaambie vitu ambavyo viko sahihi, tusiongee kwa maslahi yetu, tuongee kwa maslahi ya mabondia. Wanapigana kwa jasho kubwa sana, lakini mwisho wa siku inakuwa haina mafanikio yote ambao wao wanapata. Tunapata break fupi, tukirejea moja kwa moja ni habari za michezo za kimataifa. Coca-Cola. Aha, hii ni happy hour. Na umejishindia Coca-Cola ya bure. Lakini lazima uinywe hapa hapa. Asante sana mtazamaji wa ITV kwa nasi katika tamasha la michezo, lakini kukumbushe tu kama unavyoniona mwenyewe nimependeza hapa, t-shirt yangu ITV popote. Ni kweli ITV popote pale unaweza ukaitazama, unaona katika nayo hapa tumesha download sisi, unaweza kaangalia tu mwenyewe ITV popote pale ulipo. Lakini kingine mtazamaji ni kwamba inategemea unatumia mfumo gani simu yako, Android ama ni mfumo iOS. Kama ni Android unakwenda kwenye Play Store, alafu ukishafika kwenye Play Store unaandika tu ITV Tanzania, inakuja. Sisi hapa tunayo tayari hapa. Kienda kama ni mtu ambaye anatumia Apple, unatumia iOS, unaandika pia ITV Tanzania, inakuja, una install katika simu yako, na unakuwa popote pale ulipo unaweza kuangalia ITV mtazamaji. Nikushukuru sana. Basi mimi naitwa Amri Masare, wenzangu ni mwanajopo Sebastian Koloa, mzee wa Sports Gazeti, ambao unakutana naye Jumatano saa 1 kamili katika Capital Sports Gazette, Capital Television. Legend of the Week ni moja kati ya kipengele pendwa sana. Lakini pia tunaye Hemedi Kivuyo, mzee wa mashairi. Muda mrefu kidogo amekuwa anaficha mashairi yake, sijajua labda anajaribu kuangalia mashairi ya washairi wapya hivi sasa na pia aweze kuyatumia. Nakutana katika vipindi mbalimbali vya michezo ITV Radio 1 na Capital Radio. Nikushukuru sana basi kwa nasi, nikutakie kheri na baraka tele. Bye bye mtazamaji wa ITV.